Watazamaji, tufululize hadi kule Tana River ambapo hali ya utulivu imerejea katika eneo la Galole, kaunti ya Tana River, siku chache baada ya wakazi kuandamana kupinga tangazo la gazeti rasmi la serikali lililotolewa tarehe 16 Mei mwaka 2025 na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Tangazo hilo lilitaja maeneo matatu ya Galole kuwa maeneo ya usalama yaliyotengwa kwa miradi ya serikali kama vile chuo cha ujasusi, uwanja wa ndege na miundombinu nyingine. Stephen Odur anaripoti. Ni wiki chache tu zilizopita ambapo eneo bunge hili la Galole, kaunti ya Tana River, wakazi wa hapo walijawa na hamaki kutokana na ilani iliyotolewa na waziri wa usalama wa ndani Mheshimiwa Kipchumba Murkomen kuhusu ardhi ya Tana River, maeneo ya Masalani na Jamhuri. Kulingana na ilani hiyo, sehemu hizo zilizotengwa na serikali hazikustahili wakazi wa eneo hilo kuweza kuingia mahali pale. Basi walipigwa marufuku kuweza kuingilia ardhi ile na wakawa wamejawa na hamaki. Hata hivyo, sasa hali ya utulivu imeweza kurejea mahali hapa baada ya viongozi kujitokeza na kuingilia kati na kushauriana na Rais William Ruto, na kufikia sasa wakazi wa eneo hili wanaweza kupata uhakika kwamba ardhi ile iliyotengwa na serikali sio kiasi cha ile ardhi ambayo waliweza kuelezewa hapo awali. Tulipata nafasi ya kuzungumza na viongozi ili wakatuelezee kwa jamii hii. Tulifanya mkutano mzuri sana leo, tukawajulisha watu wetu mambo hayo na wamefurahia, lakini wameomba kwamba ile gazette notice haiambatani na ule mpaka ambao kwa tumeuona katika project hiyo. Kwa hivyo kama viongozi tutashughulikia jambo hilo. Kwa National Security Council walipitisha ijengwe hiyo miradi isaidie northern part of Kenya, Lamu, Garissa, Tana River mpaka upande wote wa coast, kwa kuginga wagaidi ambayo wanaweza tokea kule. Leo tumeenda pale tukaonyeshwa kila kitu na macho yetu, tukiwa na wazee wetu. Tulipoona ni jambo ya usalama na ni jambo ya kusaidia watu wetu. Ile sehemu imetajwa kwa gazette notice hata haikaribiani na hapo. Hii ni project ya national government. National government sio kaunti ya Garissa wala sio kaunti ya Tana River. Kwa hivyo sisi baada ya kufanya hapo tumekuwa na mkutano na tumeelewana na wakaaji ya Kilindini na eneo jirani yote ya kwamba kitu ambaye inawasumbua sana ni hiyo area ambayo wamesema kwamba ikiwa ni hiyo plot ambayo ishafungwa saa hizi, basi hilo hawana jambo lano. Kutoka kwa wakazi na viongozi wa eneo hili sasa ni kwamba serikali ikaweze kukarabati ilani ya pale awali na kuweka ndani makubaliano yaliyokuwepo kati yao na rais katika mkutano wao wa Ikulu. Stephen Odur, NTV Mashinani, kaunti ya Tana River.